the word of God from the book of Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23. It is a very short verse, but I want us to memorize this, and we are going to confess it in the name of Jesus. From the NIV, Proverbs 23 verse number 18, and then I would want to read from several versions of the Bible so that you can see this word expectation. It comes in various names. But in NIV, I would want us to memorize this NIV version, where verse number 18, it says, "There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off." Can you read that loudly? There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Can you read it loudly one more time? There is surely a future hope for you. One more time. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Bwana asifiwe. I want us to paraphrase it, and by paraphrasing it, we are going to make it personal. Where it is saying for you, we are going to put the word me. Bwana asifiwe. And therefore we are going to say, there is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. Can we say it again? There is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. One more time. There is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. Bwana asifiwe. Look at the person next to you. Now mwambie, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Kubali kuambia mtu. Sini mwaka huu mwambie, mwaka huu wa 2021. Umwambie, mwaka huu wa 2021, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Praise the Lord. Our future will not be cut off. Let me read that from the New King James Version, and we see how the New King James Version puts it. The New King James Version puts it this way: "For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off." Let me read from another version. The New Living Translation says, "You will be rewarded for this. Your hope will not be disappointed." That word cut off, it can be, will not be disappointed. Let me read from the King James Version. The King James Version says, it is not very far from that. The King James Version says, "For surely there is an end, and thine expectation." Instead of the word hope, the word hope, the King James Version puts the word expectation, "shall not be cut off." There is an end. Instead of future, the King James Version talks of an end, na inasema your expectation ama matarajio yako shall not be cut off. Let me read another version of the Bible. Like I wanted to read the New American, I don't know whether it is here, Standard Version. It is also says something else. Was looking at it. Okay, American Standard Version says, "For surely there is a reward, and thy hope shall not be cut off." American King James Version says, "For surely there is an end, and your expectation shall not be cut off." All these are different versions of the Bible. As you continue to read, utaona inaendelea namna gani. Let me read the last one.
which is the Amplified Bible. Amplified Bible. Nione Amplified Bible, what it will say. The Amplified says, for surely there is a later end, a future and a reward, and your hope and expectation shall not be cut off. Let me read this Amplified in Amplify, as the word says. For surely there is a latter end. This latter end, in bracket it says, a future and a reward. Your hope and expectation shall not be cut off. Bwana asifiwe. Tulipokuwa tunaingia mwaka wa 2020, tulikuwa na matarajio mengi. Hata kama vile Pastor Sami amesema ni ya kwamba mnakumbuka kuna theme yetu ile tuliweka. Na kweli tulikuwa na mambo mengi tulitarajia. Na ingawa tulitarajia mambo hayo, mara moja tuliona ya kwamba COVID ikaingia na tukaingia kama watu waliingia kwenye giza. Tukaona kama ni watu wameingia kwenye giza na tukashindwa tutaendelea namna gani. Na tuliposhindwa tutaendelea namna gani, makanisa yakafungwa, biashara zingine zikafungwa, kuna watu walipoteza kazi, hata watu wengine wetu hapa kanisani walienda nyumbani. There are some people I can tell of a few families who relocated, walienda up country, na hata wengine hawajarudi. Kuna watu wengine kwa sababu ya mambo yale yalikuwa, na hata bei ya nyumba ikawa, kuna watu walijaribu kuona ya kwamba wamehamisha jamii zao mahali pengine. Na ikiwa ulikuwa na kawanja, unakwenda na unajenga kidogo, unakaa mahali pale, kwa sababu kuna mambo yaliingia hatukuyatarajia. Na watu wengine kama vile nilisema, tukaona ya kwamba kama tumeona giza. Na niseme yule mtu aliona giza ya kwanza ile kubwa, naweza kusema ni mimi kama mchungaji, kwa sababu nimezoea kuja kanisani na kukuta watu, ninazungumzia watu, and this has been my life for almost 40 years or for more than 40 years, kuja kanisani na kuhubiria watu. Na sasa unakuja hakuna mtu unahubiria. Na siku moja karibu nishikwe na depression, na nikamwambia Mungu sitaki kuwa mgonjwa, na Mungu akani-encourage. Na kwa hivyo kuna mambo mengi, matarajio mengi yetu hayakuweza kuendelea. Maisha yakawa magumu, watoto wakatumwa nyumbani, hakuna kazi nyingi zile, na watu hawana pesa nyingi. Na unajua watoto wakija nyumbani wanakuja kula, na wale watoto tunajua ya kwamba hata uniform zile tulikuwa nazo tulikuwa tumewanunulia, wamekula mpaka sasa zimenunuliwa zingine. Kiatu kile walikuwa nacho sasa kimekuwa kingine. Maisha hayakusimama kwa sababu kumepatikana janga. Na kwa hivyo mambo mengi watu walikuwa wanajiuliza. Unaweza kuwa unajiuliza maswali, je, Mungu ametusahau? Kwa nini Mungu atuachilie mambo kama haya? Lakini Biblia inasema there is surely hope for you. Ingawa mambo haya yanaweza kuwa mengi, there is surely future for you. Bwana asifiwe. Tuna matarajio na tuna imani ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi. Na mwaka huu wa 2021, nimesema theme yake maneno, Mungu alinipa maneno mawili yale tutakuwa tukiyazingatia. Ni ya kwamba kuna mambo mengi sana yamebomolewa na COVID-19. But this year will be the year of rebuilding and establishment. Bwana asifiwe. So God is going to rebuild that has been torn down, and God
is going to establish us, because there is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. Bwana asifiwe. Hallelujah. So if there is something that has been torn down in your life, it is going to be fixed. Angalia mtu mwambie, there is rebuilding and establishment. God is going to establish us. Bwana asifiwe. Suinue mkono useme Mungu atani establish. Yes, what is establishment in Kiswahili? Ni kudhibitishwa. Mungu atatudhibitisha. I think in Kiingereza wale tunasikia inakuja. God is going to establish us. Bwana asifiwe. He will help us even to be well established. Unaona, nilikuwa ninaangalia maisha ya Isaac. Wakati Isaac alikuwa na shida nyingi sana, wakati baba yake alikufa, akajua ya kwamba kuna visima baba yake alikuwa amechimba, na akaenda kuzivukua. Na alipokwenda kuvukua visima zile, tunaonyeshwa ya kwamba alipofukua ya kwanza, wale watu wakaja na they came and quarreled, wakaleta fitina kwenye visima hizo. Kimoja kiliitwa Eseku, kingine kiliitwa Stina, na walikuja na wakamsukuma. They disputed, and they are the same people who had stopped those wells. By stopping the wells, ni ya kwamba visima hizo baba yake alikuwa amefukua, wale watu wa maadui wake walikuja wakasijaza ili siwe stopped. Najua visima. I'm talking about wells. If I talk about well, last week we went home. Nilienda my home country, na mimi ni kule kwetu Murang'a, na nikakuta maji yamefujika, na maji yote imefujika kwa sababu kuna ukarabati unafanywa kule milimani, kwa sababu maji yetu inatoka milimani. Na kwa hivyo village yote walikuwa wanaenda kwa kisima. Kisima hicho tulikuwa tunakwenda kuchota maji. Nilipokuwa nikikua, tulikuwa tunachota maji hapo. Kilikuwa kimetengenezwa na wabeberu vizuri, kwa sababu it was an underground spring. Ina maji safi sana, na kilikuwa kimejengwa vizuri, na hata mahali pa kusafishia nguo. Na hapo ndipo tulikuwa tunakwenda kuchota maji. Ni kisima kizuri. And I looked at that spring. Now it has been abandoned. Kwa hivyo hata sasa walikikumbuka wakati maji ilikuwa imevunjika. Na hata mimi nikaenda kuchota maji. Nilichota maji safari 3. Naenda na gari huko na jaza mitungi, alafu ninapeleka nyumbani. And I remembered those springs. Na nikakumbuka the springs ama visima zilikuwa zimefukuliwa na Ibrahimu. Sasa maadui wakaja wakasijaza, na kwa hivyo mifugo haingekuwa na mahali pa kunywa maji. Lakini Isaka akaona aende akachibe zile visima, na alipofukua na maji ikatoka, watu wale wanakuja wanagombania, na wakagombania pili. Lakini alipoenda kisima ya tatu kilichoitwa Rehobothu, hawakuja kudispute ama kugombania. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia, mahali hapa wewe utapanuka. Bwana asifiwe. Kuna mambo pengine yamekuwa kama visima visima zingine zimejazwa na adui zako, lakini God will establish you where he wants you to be established. Bwana asifiwe. Na haijalishi ni mambo gani yameharibiwa na hali tulikuwa nayo, lakini Mungu anakuongoza mahali pale panapostahili. Bwana asifiwe. And times when we talk about where God is leading you,
It can be a place, it can be a season. Are we together? God may be pushing you to your season, because that was not your season of blessing. Bwana asifiwe. Because sometimes unaweza kufikiri nitabarikiwa kwenye season hii, but sometimes our plans are delayed for your own good. Bwana asifiwe. Sometimes my plans are delayed for my good. Hata watoto wetu walitarajia wafanye mitihani mwaka uliopita. Mtihani umekuwa pushed to this wakati huu wa mwezi huu wa 3, na tunaomba iwe hivyo. Bwana asifiwe. And we want to say it is for our own good, for the Bible says all things worketh for the good. Bwana asifiwe. Bwana atafanya mambo yawe mazuri, ingawa mambo yanaweza kuwa magumu wakati huu. Bwana anatengeneza future yetu, and your future will not be cut off. Angalia mtu mwambie, yours will not be cut off. Your future will not be cut off. Your expectation will not be disappointed. And that is our faith, that our expectation will not be cut off. Because delay is not denial. Mwambie, because delay is not denial. You may have been delayed. Probably hujafikia mahali pale ulitaka kufikia, lakini si ya kwamba Bwana amekusahau. Bwana anakujua na anakuelewa vizuri. Kwa hivyo usikate tamaa. Usikate tamaa. Bwana asifiwe. Siwaambie mtu usikate tamaa. Usikate tamaa, kwa sababu bado Bwana anakujua na anakuelewa vizuri. Wale tulikuja kuruka mwaka, tuliruka mwaka mpaka saa 3 kwa sababu sheria haigeruhusu turuke mwaka mpaka saa 6. And we had about 20 people here. Tulikuwa tumetangaza ya kwamba tutakutana hapa. We prayed Psalms 23. Bwana asifiwe. And I want us to look at Psalms 23 again, kwa sababu niliona ni vizuri kama hayo maombi, kwa sababu hatukuomba sisi zote. Uangalie Psalms 23, and it is an assurance that the Lord knows you and understands you. Bwana asifiwe. And if you look at Psalms 23, the reason why our future will not be cut off, it is because we have a shepherd. Bwana asifiwe. Si useme nina mchungaji. Our future will not be cut off kwa sababu tuna nani? Tuna mchungaji. Na Daudi akasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitabugukiwa na kitu. The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Our future will not be cut off because we have a shepherd who takes care of us. Bwana asifiwe. And he is very careful. He knows, he understands what we go through. Bwana anajua unahitaji nini. Mstari wa 2 inasema, he makes me lie down in green pastures. Ananifanya nilale ama nipumzike. Ananiongoza kwenye majani mabichi. Ananilaza kwenye maji yaliyo na utulivu. Mchungaji wetu Bwana anakujua na anakufahamu. Haijalishi hali inakuwa namna gani. Your expectation will not be cut off because you have a shepherd. Bwana asifiwe. Jambo lile linaweza kufanya wewe ukate tamaa, ni kana kwamba wewe huna mtu wa kukufikiria. Lakini hata ukiwa usingizi, Bwana anakujua na anakufikiria. Bwana asifiwe. Na ndio sababu Biblia inasema ya kwamba nyumba isipojengwa na Mungu,
wale wanaojitahidi wanafanya kazi ya bure. Unless the Lord builds the house, those that labor, they labor in vain. Praise the Lord. And therefore, our effort, nafikiri ikiwa kuna jambo tumelan this year, ni ya kwamba ni vizuri kutrust Mungu. And that is why even the Lord gave us that verse last year. Akasema, do not trust in your own understanding, but trust in the Lord. Bwana asifiwe. Kwa sababu nguvu zetu zinaweza kukudisappoint. Did you learn that nguvu zako zinaweza kukudisappoint last year? Kwa sababu mwaka uliopita ulifika wakati hata watu wengine wakiwa wagonjwa, tunaona watu walio na pesa na wakubwa wakiwa wagonjwa, mara moja si wanapelekwa India na hospitali mengine. Ilifika ya kwamba hata watu hawawezi kwenda mahali. Watakaa wapi? Watakaa hapa. Hata wakati mwingine hawana msaada. Na kwa hivyo ni vizuri tuwe watu wanaomtegemea Mungu na tunaomtarajia, because our future is hooked, is anchored on God. Sio katika nguvu zetu, sio katika uelevu wetu, sio katika mambo yale tunafanya kwa bidii. Na si ya kwamba hatutafanya kwa bidii, lakini Bwana anatujua. Bwana asifiwe. Na ndio sababu Daudi akasema, he makes me lie in green pastures, he leads me beside quiet water, he refreshes my soul. Huhuisha nafsi yangu na kuniongoza kwenye njia za haki kwa ajili ya jina lake, for his name's sake. Na akasema, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Wakati huu ulimwengu unapitia kwenye valley, ni vile tu tunasahau kidogo. The reason why we are wearing mask, it is because COVID is still there. Si COVID bado iko, and that is why we are wearing masks. Lakini ni kana kwamba dunia inapitia kwenye uvuli wa mauti. Lakini ingawa tutapitia kwenye uvuli huu wa mauti, Bwana yu pamoja nasi. Bwana asifiwe. And our future will not be cut off. Tutaendelea. Na ninaona hata serikali za ulimwengu sasa zimekubali ya kwamba maisha ni lazima ifanye nini? Iendelee. Kwa sababu tulifikiri tukifunga mashule, tukifunga makanisa, tukiweka makafyu, tukilock down the counties, ugonjwa utaisha. Lakini kuliko kuisha, uliendelea kusambaa. Ni kwa sababu Mungu asipoulinda mji, wanaokesha wanafanya kazi ya bure. Na kwa hivyo it is the high time we learn to trust God all the more. Tunaye mchungaji anayetufikiria na tumtegemee huyu. Hata katika mwaka huu tunamtarajia yeye. Bwana asifiwe. Hata tutakapokuwa tukipitia kwenye uvuli wa mauti. The one thing I want to emphasize, and I've been emphasizing the whole of last year, let us not fear, because fear is a bondage. Uoga ni kama jela. Bwana asifiwe. And fear is the opposite of faith. Mwambie mwenzako, fear is the opposite of faith. So when you have fear, you have no faith. Na sitaki kusema Magufuli ni mtu ana imani kubwa sana, lakini one thing that I like with the president of Tanzania ni ya kwamba alienda milimani kuomba. Pengine wengine wanasema it was a political gimmick, lakini hata hiyo maombi inafanya. Tulikuwa na msungu mwingine aliniambia alienda kufanya
seminar huko, alienda huko na kanisa kama hii, akivaa maski aliona ni yeye peke yake. I think we were with Sami. Si alituambia mpaka akafanya nini? Akaitoa kwa sababu akivaa huko Tanzania alionekana kama ni yeye ana COVID. Kwa kanisa alikuwa kanisa mzima, they are not keeping distance, they are not doing anything, lakini wanaendelea na maisha yao. Namna hiyo mpaka naye akasema liwe liwalo. Akaanza akakaa kama wao. Na baadaye alipokuja akapimwa hakupatikana na COVID mpaka sasa. Kwa hivyo unaweza kuona I don't know but I may say probably wakati mwingine tunamkashifu. Lakini unaona uoga mwingi unaweza kukuua haraka sana. Mnanisikiliza? Ukiogopa, uogope sana. Uoga unaweza kukuharibu. Na if there is something that we want to defeat this year is fear. Mwambie mwenzako kile nitafia sana mwaka huu ni fear itself. What I will fear most is fear itself. Ama aje mwalimu? Happy new year mwalimu. Mwalimu miaka mingi hatuja kuona. The one of the great things that we will fear this year is fear itself. Bwana asifiwe. And we are going to develop a culture of confessing that we have a future. Bwana asifiwe. And because we have the Spirit of the Lord, we have to practice prophesying to ourselves. Because the word of God is the word of prophecy, isn't it? And therefore when we speak it to our life, we drive away fear. And we have to speak like we are speaking the word of God, because this is the inspiration of God. Let's speak. I have a future. I surely have a future. And my future will not be cut off. If you have fear, unasema I have a future. Bwana asifiwe. And I want us to learn, because we are also going, even this year we are going, either we are going to revise our resolutions for last year and rewrite them again, because we cannot live without resolutions. Because when you fail to plan, you plan to do what? To fail. So we must always have a plan. We must always have a resolution. Because resolutions and the expectations, visions that we have, our visions are for people who have a future. Bwana asifiwe. And therefore we shall write them down. But don't fear. Bwana asifiwe. Usiogope. Litaje na uliandike katika jina la Yesu. And that is why David said, even though I walk in the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, and your Lord and your staff will comfort me. Bwana asifiwe. Ninawaombea katika jina la Yesu, muweze kushinda uoga katika maisha yenu, katika jina la Yesu. Shinda uoga katika jina la Yesu. Ili uweze kutabilia hali. Hata ikiwa ni doa yako. Unajua wakati mwingine doa inaleta kasese. Si doa zinaleta kasese wale tumeoa. Unaangalia mke wako unaona ni kama sanamu, na vile ulikuwa unampenda, lakini amekuwa kama sanamu kwa sababu unajaribu kuguza yeye, huoni upendo. Unaona ni kama mnyama. Lakini unaweza kumtarajia. Useme my future will not be cut off. Ndoa yangu itasimama katika jina la Yesu. You can prophesy to your marriage. Bwana asifiwe. You can prophesy to your dying business this year, because we have a future. Bwana asifiwe. Na Daudi akasema, I will fear no evil. Don't take anything else.
chukua courage katika jina la Yesu. And be confident. Move forward and say my future will not be cut off katika jina la Yesu. Na usimame kama vile tunaiba ati nitasimama imara. Inasema nini nitasimama imara? Sijui wimbo unasema nini. Usimame imara mpaka shetani ashindwe. Don't allow fear to dominate you. Don't allow fear to dominate you. You are only in the valley and you are passing. Valley sio mahali pa kukaa, ni kupitia. Angalia mwenzako umwambie bonde ni la kupitia, si mahali pa kukaa. Kwa hivyo usikufe kwenye bonde, usikufe kwa mabonde, tunaenda the other side. And this is what the Bible says. And David saw this. He says, you prepare a table before me. After the valley, a table is prepared before you. Hallelujah. After year 2020, there is a table that is prepared before us. And he says, before me, and in the presence of my enemies, haijalishi adui walisema nini. Praise the Lord. Today I woke up at 3. Na nilikuwa nimechoka sana, lakini nikakosa usingizi saa 9. Na nikafungua Biblia nikaanza kusoma kitabu cha Nehemia. Nisoma kitabu cha Nehemia and I read read 2 chapters. Na nikaona jinsi Nehemia alipata report. Nehemia alipata report. Na ripoti ile alipata haikuwa ni ripoti nzuri. Si mnaona ile report Nehemia alipata? Ukienda katika kitabu cha Nehemia, he was already a captive. He was living in captivity. But in captivity he became a cupbearer. Yule ana mkubwa. Na ndugu yake Hanani akaja na akawaambia wale watu walibaki wale walibaki kule Yerusalemu. Kuta za Yerusalemu zimebomolewa na zimekuwa baya, hata malango yake imekuwa dilapidated, ni mbaya sana. Naye Nehemia, Biblia ikasema ya kwamba ukisoma alisononeka. Sijui kama hiyo ni Kiswahili kizuri. Alifanya nini? God has given me. Unajua Kiswahili ni kizuri, lakini wakati mwingine Mungu amenipa hiyo kwa sababu ati alisononeka, alisikia vibaya. Biblia in verse number 4 it says, when I heard these things, I sat down and wept. Nehemiah chapter 1 verse number 4. Aliposikia mambo haya, akakaa chini akafanya nini? Akalia. Kuna mambo unasikia, unakaa chini na unalia. He sat down and he cried, and for some days I mourned. Mtu anayekuwa ana mourn, ana kitu kinaitwa mourning. Mtu anayeomboleza ana kitu tunaita psychic pain, ni uchungu wa mawazo. Ana anger, anasikia vibaya, anafikia disappointed. It can even bring depression and disappointment. All those are there. So he mourned and fasted, but he prayed before the God of heaven. Bwana asifiwe. Na mambo mengine yanapotushika, tunapoingia kwenye bonde, kama vile huyu Nehemia aliona watu wao wakiwa kama bonde, report aliyoipata ilimfanya asononeke. Bwana asifiwe. I don't know what kind of report you have received. In the year 2020, a lot of report was coming and we were not getting good reports. Zilikuwa ni report baya. Tukifikiri juu ya siasa, ilikuwa ni report baya. Ama nyinyi hamukusikia mambo ya siasa?
ripoti baya. Tunaposikia mambo ya mashule ni ripoti baya, kwa sababu tulitarajia na tuliomba sana ya kwamba itakuwa namna gani. Kama mimi kwangu ilikuwa ni ripoti baya, kwa sababu nilikuwa na mtoto na nilikuwa nataka aoe. Sasa tunaambiwa hakuwezekani kuwa na nini. If you are a parent, you will only know what I was going through. It was not easy. Bad report. Kanisa limefugwa. Bad report. Economy baya. Bad report. Sasa ripoti ile tumetoka nayo ya 2020. Madaktari wamefanya nini? Wamegoma. Habari madaktari, Mungu atatupatia pesa na tutawapa hizo pesa, because our future will not be cut off. Receive it daktari, katika jina la Yesu. Bad report, isn't it? But you realize that in life there will always be bad report. Zimunajua hivyo? In life there will always be report. Lakini Nehemia alipopata ripoti hii, alipomwona hakuendelea kumwona. Alikumbuka kuna Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Na akaomba na akamjulisha. And the Bible says in verse number 5, he said to the Lord, Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant and love with those who love him and keep his commandment. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant. Your servant is praying before you day and night. For day and night for your servant, the people of Israel. And he confessed the sins of the Israelites, including his own sins and of his father's family, and he committed against them. You can just read that. And he went before the Lord, and he cried to the Lord. Kwa sababu ni vizuri tujue ya kwamba, I told you the reason why our future is not cut off is because we have a shepherd. Bwana asifiwe. We have somebody we can cry to. We have somebody we can learn to. We have a shoulder that we can lean on. Praise the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri tujue tuna shepherd. Na Biblia inasema anatuandalia meza baada ya fale hiyo, na tunaona ya kwamba Mungu alijibu maombi yake. Na kitu kimoja alipoomba Nehemia defeated was fear. Bwana asifiwe. Na unapoenda hapo mwisho utaona ya kwamba alipokwenda mbele ya mfalme, he was courageous to speak his might and his disappointment, and the Lord came through for him. Bwana asifiwe. When you defeat fear, there is always a solution before you. Let me say that again. When you defeat fear, there is a way of escape. Mwambie mwenzako, when you defeat fear, there is a way of escape. Ukishinda uoga, kuna njia ya kutorokea. Simwambie mtu ukishinda uoga, kuna njia ya kutorokea. So he defeated fear, and he went and he spoke his mind to the king. Kasema, nikiwa nimepata kibali mbele chako, watu wangu wameangamia kule. Na ukisoma the 2 chapters, unaweza kuona vile alienda kule akakuta watu jamaa wawili. Alipoenda kule, mmoja anaitwa Sanballat na mwingine anaitwa nani? Tobias. Tobias alikuwa Muamon and the Ammonite. Na yule mwingine Sanballat alikuwa an Arab. Na akaanza kuwakashimu na kusema ya kwamba, ni nini mmekuja kufanya hivi, you feeble Jewish? Na ni nini mnataka kujenga hapa? Kile mnajenga hata bweha akiruka juu yake inaweza kubomoka. Lakini Nehemia did not
entertain fear. Bwana asifiwe. Don't entertain fear, because when you entertain fear, fear will kill you. When you entertain fear, fear will what? Do what? Will kill you. Be bold and don't show fear your back. When we were boys, we liked fighting with the dogs. Wagapi walikuwa ipi? Mulifight na dogs. We in a village like me, I had one kid dog, nilikuwa ninakiita China. Na nilikuwa ninaua paka wote wa kijiji mpaka kukakuwa na shida. I was not a bad boy, ni vile tu nilikuwa na ujana. In fact, I was a very good boy, but I liked my China. Kilikuwa kimbwa, kilikuwa na a lot of hair. Kizuri. Nilikuwa naenda kuinda nacho. But we also wanted to tulijua mbwa zile baya, and we could fight with the mbwa hizo. And you know, mbwa, when you are courageous, mbwa hawezi kukuataka haraka. Ikisema wa na wewe ukae hivi, ikitoa meno na wewe utoe yako, inaona kama utaiuma. You know, dog do not attack from the front. But if you show your back to dog, itakuuma. Lakini ikija ufanye hivi, na ikisema wa na wewe useme wa, inawika pale na wewe uwike hapo. Ukikaribia inarudi nyuma. Lakini ukiwa wewe ni muoga, na mbwa anajua mtu muoga. Ukiwa muoga utakulwa na mbwa sana. Na ni wanyama wote. Wacha niwaambie mbinu za kupiga mbwa, kwa sababu utapitana na moja. Uiangalie hivi. Ikitoa meno nawe unatoa nini? Unaionyesha yako. Inaona kama utaiuma. And the same case applies to fear. If you are brave and you defeat fear, fear haitakushinda. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Nehemia alifanya. Hakukubali kuogopa. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu, ijapokuwa nitapitia kwenye ubonde wa uvuli wa mauti, sitaogopa nini? Mabaya, kwa sababu yeye ni pamoja nami. Uniandalia meza mbele yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwaka huu we have a future, because we have defeated fear. Siwaambie mtu we have a future kwa sababu tumeshinda uoga. Usijali hali inakuwa namna gani. Watu wakisema ni kubaya, sema ni kuzuri. Kwa sababu niko katika mpango wa nani? Wa Mungu. Usikubali kuimba nyimbo zile zinaibwa. Watu wakisema tumeisha, umwambie mimi ninaendelea kuwa na nguvu katika jina la Yesu. And when you are bold, things start coming your way. People will be coming to draw courage from you. And I pray that they will be coming to get encouragement from you. Praise the Lord. I pray that the Lord may clothe you with courage, na wape maneno ya ujasiri na uyasugumze mahali unafanyia kazi. Watu wakisema ni kubaya, mwambie mambo yanaendelea kuwa mazuri. Na nasema hii Kenya inaendelea kuwa nzuri katika jina la Yesu. Hii kanisa inaendelea kuwa na nguvu katika jina la Yesu. Hii kanisa imeendelea kuwa na watu wengi, na ndio sababu niligawa, kwa sababu imeendelea kuwa na nini? Na watu wengi. Na kwa hivyo usikubali kuuziwa uoga. Bwana asifiwe. Amen. Inua mkono wako useme, Mungu, sitakubali kuuziwa uoga. Nitasimama imara kwa sababu nina mchungaji. Hallelujah. I want to go back to Psalms 23 again, because I told you we prayed this psalm. We prayed this psalm for 2 hours. Na hatukujua masaa ya kienda. 23.
Na ni nzuri sana, and I like its conclusion. It says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with the oil, and my cup overflows. Praise the Lord. May I tell you, this year will be the year of anointing. We shall be anointed, and our cups will overflow. Praise the Lord. Mahali tulikuwa tumekwenda kidogo, tumeishiwa, there will be an overflow because the Lord is establishing us. Praise the Lord. You know, anointing is confirmation. I come from an Anglican background, and in an Anglican background, after you are baptized, kabla ya uruhusiwe kukula mesa ya Bwana, ulipewa kitu tunaita kipa imara. Kiliitwa kipa imara is confirmation ya kwamba sasa wewe ni Mkristo halisi. Jambo hawakujua ni ya kwamba hiyo kipa imara ni vile it was like being filled in the Holy Spirit. Lakini we are filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit comes and we are anointed and we are confirmed. When the disciples of Jesus Christ Yesu alipoenda aliwaambia msiondoke Yerusalemu mpaka mujazwe na nini? Na Roho Mtakatifu, until you are anointed. And when they were anointed, they were full of courage. Bwana asifiwe. When you are confirmed, when you are anointed, you become courageous. You can move with strength. Na waliondoka wakahubiri injili wakiwa na nguvu. Bwana asifiwe. So we shall be anointed, we shall be confirmed, and our cups will overflow. And verse number 6, it says, surely goodness and love will follow me. Situsome pamoja. Surely goodness and love will follow me all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Praise the Lord. Amen. May goodness and love follow you in the year 2021. Amen. Praise the Lord. Amen. And I want us to confess and say, surely goodness and love will follow me in the year 2021, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shall we say that? Surely goodness and love will follow me in the year 2021, and I will dwell in the house of the Lord forever. May his love and the goodness follow you in the year 2021. Amen. Do you know the Bible says the blessings of the Lord make us rich, and they do not, Kikuyu kinasema ate getiongagirira ki getirumagiriro Gikuyu kiugite getirumagiriro niki nikieha. Kikuyu inasema haifuatwi, it is not followed by kieha ate sorrow. Sidio? So surely goodness and mercy will follow us in the year 2021 in the name of Jesus. And I say, let this be your prayer, that goodness and his love will follow you. Bwana asifiwe. Ukiona mambo yakiwa mabaya unasema, but surely your goodness, your love will follow me in the year 2021, and I will dwell in the house of the Lord. Bwana asifiwe. Usiondoke, mwambie mwenzako usiondoke. Continue to dwell. Simwambie mwenzako continue to dwell. Continue to dwell. Kwa sababu katika, when you dwell in the house of the Lord, this man of God has had a revelation when you dwell in the house of the Lord. And he was saying about the house of the Lord. I like this. This is just coming to me.
in Psalms 27, he says, one thing I ask of the Lord, this only do I ask, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, because in the house of the Lord you will gaze the beauty of the Lord. Bwana asifiwe. And you will see the goodness of the Lord. Kwa hivyo, may God help us to dwell in the house of the Lord, so that we may continue to gaze, kuona uzuri wa Bwana. Bwana asifiwe. Na anasema ya kwamba verse number 6, Psalms 27, for in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. Kwa sababu tukikaa katika nyumba ya Bwana wakati wa mabaya, Psalms 27 verse number 5 inasema, wakati wa mabaya yeye atanificha kwenye maficho yake, in the sacred tent, and set me high upon the rock. Then my head will be exalted above my enemies who surround me, and I will sacrifice with a shout of joy. I will sing and make music to the Lord. Praise the Lord. So may God help us to dwell in the house of the Lord, so that goodness and mercy will always for us. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usibaduke. Siwaambie mtu usibaduke. Year 2021, Bwana ni pamoja nasi. You have a future. Praise the Lord. I have a lot that I want to say, but I want us to graduate our children. I want us to graduate our children. But today, I want you to go with this one thing. Proverbs 23 verse number 18. Can you go back to Proverbs 23 verse number 18? And we shall say it again, because this is where we are. And I will build on that in future. Can we say it again? There is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. Shall we say it again? There is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. Bwana asifiwe. Like that in capital letter. Anytime you pray, confess it, and you say, there is surely a future hope for me, and my hope will not be cut off. Bwana asifiwe. You have a hope, you have a future. Before the children come, let me read one text about your resolution. And I'm not going to expound on this. I want you to go to Habakkuk. It's a very common verse that we read. Go to the book of Habakkuk. Because I told you, chapter 2, verse number, you can read from verse number 1 to verse number 3. This year, 2021, we're still going to write our resolution. Are you ready to write your resolutions? Are you ready to write them? This is Habakkuk. Habakkuk was complaining before the Lord because he felt like the Lord, Bwana amedelay, amekaa sana kabla hajakuja. Na Habakkuk ameandika hapa, mstari wa kwanza anasema, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me, and what answer I am to give to this complaint. Naye Mungu akamwambia, then the Lord replied, akamwambia, then write down the revelation and make it plain on tablets, so that the herald may learn with it. Bwana asifiwe. Let me read from the New King James Version. Inasema hivi, King James Version inasema, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may learn that learneth. For the vision is yet for an appointed time. Bwana asifiwe. Ninataka kusema ya kwamba mwaka huu
usiingie kwenye mwaka huu bila matarajio. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya mambo yale tumepata, unaweza kukata tamaa na uache kuandika mambo yako. Lakini wakati Habakuku alikuwa akicomplain na kuteta mbele zake Mungu, Bwana akamwambia, write down the vision and make it plain on tablets. Bwana asifiwe. And writing down your vision is planning and make it plain. Kuna mambo ungetaka kuona yakifanyika mwaka huu, yaandike. Bwana asifiwe. Yaandike. Na tutayaombea. Hata ikiwa ni yale uliandika mwaka uliopita, yaandike. Bwana asifiwe. Sijui kama ulikuja na karatasi na kalamu. Write what you expect God to do for you. Bwana asifiwe. Because we said our future will not be cut off. Write them. Usikae there bila matarajio. That would be the most unfortunate thing in your life. Kukaa bila matarajio, kukaa bila maono. Mtu asiye na maono ni kama mtu aliyekufa. Mnasikia vile nasema? Mtu asiye na maono ni kama mtu aliyefanya nini? Aliyekufa. You are just exist. You don't live, you are not living. Lakini andika matarajio yako, because the Bible says the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come and it will not tarry. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba andika matarajio yako ya mwaka huu. Bwana asifiwe. And I want us to make it a bit serious. Ukienda nyumbani, you light your go and sit down. Ikiwa ni kwa jamii yenu, mwende mukae chini, muandike. Siku ya Jumapili, ate siku gani? Jumapili ijayo. I would want us to have a day of thanksgiving, tushukuru Mungu kwa yale ametupitishia. Na tushukuru Mungu kwa kutuprotect. Alafu tuyaweke matarajio yetu yote mbele zake Bwana. Bwana asifiwe. So go sit down with your family, write down all your expectations. Tunaelewana? So on Sunday we shall lay them on the altar and we shall pray for them. We shall pray for our expectation. Na kwa hivyo hata wale hawako, kwa sababu siku ya leo ninaona wote hatuja rudi, kwa sababu wengine wako jiani wakirudi. Siku ya Jumapili we shall pray for our expectations. And our expectations are our plans for the year. Bwana asifiwe. Na usiogope. Ikiwa there is something you are believing for the Lord, iandike. Atafanya nini? Uiandike. Kiwa unataka kununua nyumba, andika, ninataka nyumba. Ikiwa ni kazi, uandike ni kazi gani lile unalotaka. Ikiwa unataka gari, andika. Ikiwa unataka mke, andika. Ikiwa unataka mume, atakuja. Bwana asifiwe. Yaandike. And we shall lay them on the altar. Na tutaombea matarajio haya yote, kwa sababu Bwana ametuambia this is the year of establishment. Bwana asifiwe. God is going to establish us. Mwaka huu Mungu atawapa watu makao. Kama mimi naamini ya kwamba mwaka huu Mungu anipe mahali pa kukaa, nitoke kwa kukomboa. Bwana asifiwe. Mwaka huu uombe, hata ikiwa ni afya yako. Mwambie mwaka huu ningetaka kuwa afya nzuri. Have you been struggling with your health? Tell the Lord you want to be in good health. Are there some people who have been against you? You can even tell the Lord, this year fight for my enemy. Bwana asifiwe. Unajua kuna enemy zingine zinakuwa na zimekuwa mbele yako.
unaweza kumwambia Mungu ondoa adui hawa mbele, kwa sababu there have been people who've been oppressing you. I declare and decree that this operation will go in the name of Jesus. Year 2021 operation hii itafanya nini? Itaondolewa. God is going to establish us in our businesses katika jina la Yesu. Amen. You are more than a conqueror. Bwana atatushindania. Matarajio yetu, our future will not be cut off in the name of Jesus. Our cup will overflow. Yes, goodness and love will follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Bwana asifiwe. I want us to stand up on our feet because our children have come. Wamekuja, tusimame, tugetaka kuomba katika jina la Yesu. Simama, let everybody stand. Stand on your feet. I know I have said very many things. Na sijui ni jambo gani limekuguza na sijui ni jambo gani limekusugumzia. But we want to pray in the name of the Lord. We want to pray in the name of Jesus. Funga macho yako. Kuna mambo pengine unamwambia Mungu, ninataka kushinda uoga. Pengine kuna mambo yale unamwambia Mungu unataka kuyashinda. You have expectation. You are praying for your resolution. Just lift up your hand. Lift up. Let everybody lift his hand. Lift your hand up. Lift your hand up. Sema kitu kwa Bwana. Just open your mouth and you tell the Lord, what do you want year 2021? Are you feeling oppressed or depressed? Are you mourning like Nehemiah? Have you received bad news that are oppressing you? Are you here in our midst? Are you feeling like you have reached the end of yourself? You are so frustrated and disappointed by the year 2020, and now you are in 2021, and still you cannot see the future. The Lord has said, your future will not be cut off. Katika jina la Yesu. Sema kitu mbele zake Bwana. Sema kitu, just in whisper a prayer. Sema, nong'onezea Mungu ombi moja na umwambie kitu. Sema kitu mbele zake Bwana. Are you saying something before the Lord? In the name of Jesus.